masaa kama haya kwa ajili ya kulishiriki neno lake Bwana. Kwa hiyo mahala ulipo, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, nikiwa nakaribisha katika neno la Bwana la siku ya leo. Naomba tu muda wako mchache tu kwa ajili ya sauti hiyo, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Kwanza kabisa nikukumbusha kwamba Mungu aliyekuamsha kukulinda mpaka masaa haya anakupenda sana. Mawazo ambayo anakuwazia ni mawazo mema, mipango ambayo Mungu anajua maisha yako, mipango mema sana. Ndio maana unaishi siku ya leo. Kwa hiyo muamini sana Mungu, mtumaini yeye, na zaidi mtumikie yeye, na bila shaka ule mpango wake mwema utauona katika maisha yako. Nami nakuletea neno la Mungu ambalo kwa hilo tunaweza kuelewa ni yapi yanafaa tuweze kushikamana nayo, na ni yapi yasiyofaa tuweze kuyaepuka, ili tuweze kuona mpango mwema wa Mungu ukitimia ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo nakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo. Tunapojiweka mbele zake Bwana ili aendelee kutulinda, aendelee kutuepusha na yale mabaya, atukirimie kibali cha kushuhudia yale mema ambayo ametuumbia kwa ajili ya siku hii ya leo, na kwa imani yote yanawezekana. Napoomba na wewe pia unaweza kujiombea hapo ulipo, ukamkumbusha Bwana hitaji lako ni Mungu wa rehema, anaweza kurehemu na akakusaidia nayo katika ukashuhudia wema wa Bwana kwa jina la Yesu. Zaburi 71 mstari wa 12, alafu tuko tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalm 71 verse number 12. Ee Mungu, usiwe mbali nami. Ee Mungu wangu, fanya haraka kunisaidia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa mfalme, Mungu mwenye uwezo, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Asante kwa neema na rehema zako. Asante kwa upendo wako, uvumilivu na ustahimilivu. Asante Bwana kwa masaa haya na wakati wetu umefika. Nakiri wewe ni Ebeneza, kando na wewe hapana mwingine. Asante kulinda mahali hapa na kulinda wasikilizaji. Asante Bwana kwa maana unaenda kutenda mema mahali hapa siku ya leo. Tunaomba tu msamaha wa dhambi Jehova, mahali tumeenda kinyume na mapenzi yako, tusamehe na ututakase, utubadilishe, tupeleke mbali machoni pako Bwana. Uzidi kutuongoza katika ile njia inayopaswa, ni kwa maana mamlaka yanawe Jehova. Yesu Kristo, ukizidi kunyosha mkono wako mahali hapa, wako wengi wanaokungojea kwa njia mbalimbali Bwana, kila mmoja ukamkumbuke na kumsaidia, ukitenda mema kwa maisha yetu sote, kwa maana uwezo ni wako. Chochote ambacho hujapanga tunakanusha kipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, mpango wako mwema ukatimie mahali hapa, na sifa na utukufu zitakurudia Jehova. Damu yako Yesu tufunike na ikanene mema tunapolisikiliza neno lako Jehova. Unikirimia kunena yapasayo na yastahilio ni kwa ajili ya siku hii ya leo. Atakayesikiliza neno lako naomba likambadilishe, likamfanya kuwa mwana katika ufalme, na kila roho ya kupinga na kuzuia injili ninaikemea ipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Tamalaki Bwana, kwa maana unaweza. Mamlaka yote yanawe na nguvu sinawe Jehova. Tunaamini ya kwamba pamoja nasi na unaenda kutenda. Damu yako itufunike na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo,
kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama na uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mahali ulipo. Kama uko na uwezo mpigie Yesu makofi mahali ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Kwa amani ya kutunze, kulinde, kuepushe na yale mabaya, ukirimie kibali cha kuona yale mema ambayo unayatazamia katika siku ya leo, na kile Mungu akupangia akuepushie ikamkuta yeye mwenyewe aliyekipanga katika jina la Yesu. Nawe katika kuishi kwako, kufanya kwako mambo unayofanya, mwamini sana Mungu. Mwamini Mungu aliyekupa uhai, mtumaini yeye, na zaidi sana mtumikie Mungu. Make sure you are serving the Lord in all that you do. Make sure you are serving the Lord, na uwe mvumilivu, kwa sababu mengine yanahitaji kutengenezwa na Mungu kabla ya kufikia wewe. Kwa hiyo ni vizuri jifunze kuwa mvumilivu, jifunze kuwa mtu wa subira, na muhimu sana kwa yote, usisahau mahali Mungu alikotoa, kwa sababu hilo ukilisahau hata nguvu za kuvumilia utakosa. Ukisahau Mungu mahali alikotoa, hata nguvu za kumsubiri Mungu utakosa. If you forget where the Lord brought you from, you can never receive the power to wait upon Him. Utachukua njia isiyofaa, na hapo ndipo sasa mateso yataongezeka ndani ya maisha yako. Waisraeli waliposahau bahari ya Shamu, wakachukua njia isiyofaa, waliongezewa miaka 40 jangwani. Unayenisikiliza hata leo na kusisitizia, ujuano ni baya, usilitende. Lile unajua ni baya, usilitende. Hata kama umefika mwisho, hata kama hali iliyoje, ni nani aliye anakusumbua au anakuzingira, lakini ujuano ni baya, usilitende, kwa sababu dhambi ya makusudi haiendi bila mapigo, na mtu ambaye anaiacha njia, mapigo yake ni mengi sana. Severe punishment ni kwa wale wanaacha njia. Ujuano ni baya, msema mapigana, na kusii usilitende. Kuna Mungu aliyekuumba. Yeremia 29:11 anasema mawazo anayotuwazia ni mema, mipango ambayo anatupangia mipango mema sana, mipango mema sana. Kwa hiyo mpendwa, usifanye maovu. Paulo anasema in all things God worketh for good to those who love Him that are called according to His purpose. Mpende sana Mungu na usimame katika kusudi la Bwana. Stand in the purpose of God. Usisingizie chochote, ufanye makosa. Usiende ni sababu, lakini mpendwa, tende yale yanafaa, na wewe utaona mkono wa Bwana maishani mwako, kwa jina la Yesu. Usikubali kupendua upendo wa Mungu kuwa ghadhabu maishani mwako. Usikubali kugeuza mpango mwema wa Mungu kuwa mpango mbaya. Waisraeli walipendua mpango wa Mungu mwema, kwa kuwa sasa ni Mungu anawaachilia jangwani wateseke. Usikubali mzee, mama, kijana. Ni kweli duniani kuna mambo mazito, kuna hali fulani zinaweza kutulemea, lakini hazijamlemea Mungu. Kuna hali fulani zinaweza kuwa nzito kwetu binadamu, lakini kwa Mungu sio nzito. There is no problem that is a surprise to God. He was there before the beginning. He is there even today, even right now, and He will be there forever and ever. Kwa hiyo hakuna shida inamshangaza na kumtisha Mungu, na hakuna tatizo linampita Mungu kwenye uwezo.
hamna hata kidogo. He is a solution. Yesu anasema kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa wanadamu yapo yasiyowezekana, lakini kwa Mungu hamna lisilowezekana. Kwa Mungu aliyetuumba yote yanawezekana. Usitende dhambi, mtu wa Mungu. Uangalie sana wale watu unakaa na wao, unatembea na wao, wasikushawishi kufanya mabaya. Maana marafiki wengine si marafiki. Wengine wanakuja kutufundisha njia ambazo hazifai. Mtu mmoja alisema choose friends wisely, because even the devil will not use your enemy, he will always use your friend to discourage you, to make you lose hope in life, and to make you sin against God. He will use that friend that is close to you. Ndio maana Maria anasema usimweke rafiki yako kuwa kichwa chako. Usikubali. Usimfundishe rafiki yako awe kichwa chako, kwa sababu machozi utakayolia yatakosa kuyapangusa wakati anakuongoza kwa ile njia ambayo itamkosea Mungu. Usisahau ya kwamba kuna kuanga na njia inaonekana nzuri kwa macho ya mtu, lakini kumbe mwisho wake ni njia ya mauti. And it's only God who knows. That's why he has given us his word. And his word is there to teach us. The word is there to warn us, and also to lead us to the right way, ili ya kwamba tuwe miongoni mwa watenda mema, ndiposa tuweze kuziona baraka za Mungu duniani, mwisho wake uzima wa milele. Kwa hiyo mpendwa, shika yale yanampendeza Mungu, yasiyompendeza wachana nayo. Kama kuna shida, vumilia. Ikizidi sana, usisahau bali Mungu alikutoa, na kama alikutoa hapo, anaweza kutoa hata hapa ulipo. Kama alikutatulia lile tatizo, anaweza kutatua hata hili ulilo nalo leo. Mwamini Yesu, shika mapenzi ya Mungu, fanya yale yanampendeza, na umtazame aliyekupa uhai, usimtazame mwanadamu. Msikilize yeye aliyekupa uhai. Nina ninasema ni baya usilishike wala kulitenda wala usishiriki. Niepuke uone mkono wa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Nami hapa siku ya leo nina maneno machache ya kuongezea katika hekima. Wanadamu wanalia sana adui adui adui, lakini kuna kitu Mungu ambacho alisema, ambacho ningependa leo ukisikie kwa habari pia ya maadui. Wakati mwingine tunashughulikia maadui kwa njia moja, na kuna njia nyingine Mungu alipeana ya kushughulikia pia maadui. Maana pia some people are not our enemies in the form of natural. They are enemies because there is a spiritual wickedness happening around them. That is why they become our enemies. Sio kwamba ni maadui, lakini ni kwa sababu kuna roho fulani ambaye inafanya kazi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Mungu akasema kwa neno lake kwa habari ya maadui, ambacho ningependa ujue ili na wewe pia ukizingatie. Usiendelee tu kulalamika kwa habari ya maadui. Wamekuwa wengi, wananipiga vita, wameninukia. Wakati mwingine maneno ya Mungu yanasema hivi. Methali 16 mstari wa 7. Methali 16 mstari wa 7. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake wapatanisha naye. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake umpatanisha naye. Kumbe kuna maadui
ambao wametupiga, wanatuzingira, lakini si kupenda kwao. Kuna roho ya uasi inafanya kazi ndani yao. Kuna roho inafanya kazi ndani yao. Na dawa inasemekana ni njia zetu zimpendeze Mungu. Na zile njia zikimpendeza Mungu, ati Mungu atatupatanisha mpaka na maadui. Njia zetu zikimpendeza Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine tusilalamike tu kwa habari ya maadui. Tusinungunike tu. Wakati mwingine tujifanye ni kama hatuwaoni na tutengeneza njia zetu. Tusikuwe na konsani sana na maadui, tusahau njia zetu. Kwa maana kumbe kuna maadui wanastahili wapatane na sisi, na watapatanishwa na sisi na Mungu kwa njia ya sisi kutengeneza njia zetu zimpendeze Mungu. Kwa hiyo there are some enemies in our life. They are still enemies because our ways does not please God. But if our ways could have pleased the Lord, He could have turned the enemies to become even our friends. Watuunge mkono. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia pia njia zako. Ni vizuri kuangalia zile njia unapitia. Niseme tu maadui wamekuwa wengi, watesi wamekuwa wengi, wanaoniinukia ni wengi, wanaoninyanyasa ni wengi, wanaonisema ni wengi, wananiekelea mabaya. Wakati mwingine maandiko nasema njia zako zikimpendeza Mungu, adui atakosa kuwa adui. Wewe uadui wake utaisha na Mungu atakupatanisha na wao. Ndio Daudi anasema aliandaa meza mbele ya watesi wangu. Kulikuwa na adui mkubwa wa Daudi ndio Sauli. Daudi akichaguliwa kuwa mfalme, Sauli alikuwa bado ni mfalme. Akaingiwa na ile roho ya wivu na akataka kumuua Daudi ili aendelee kutawala. Akaandaa njama nyingi sana za kumuua Daudi, lakini kwa sababu Daudi alikuwa amechaguliwa hakuweza kumuua. Ni kweli alipanga sana, lakini haikufanikiwa kwa sababu David was chosen. Wakati mwingine usiangalie tu maadui, ni vizuri kuangalia pia wamepanga hayakufanikiwa. Kwa hiyo usilalamike, usinungunike na kuhuzunika kwa sababu wanakupangia mabaya. Ni vizuri kuona pia wakati mwingine wamepanga hayakufaulu. Kwa hiyo nitazidi kukaa katika ile njia inampendeza Mungu. Na maana yanasema siku moja Mungu alisababisha Sauli akawa amelala, maaskari wake wakawa wamelala. Daudi akaambiwa, akapewa habari, akaambiwa yule anataka kukuua saa amelala mahali, kuja uende ukamuue. Daudi alipofika mahali pale akakuta Sauli amelala, masoja wamelala. Daudi akasema sitamgusa mpaka mafuta wa Mungu. Maana Sauli hata kama alikuwa amekosea, ni Mungu alikuwa amemchagua kuwa mfalme. Daudi akakata vazi la Sauli kipande kidogo, akaenda naye. Asubuhi Sauli alipoamka, akaamka akiwa na ule uadui bado. Akaamka akiwa na mpango wa kutafuta Daudi yuko wapi nikamuue. Daudi akasimama juu ya mlima, Sauli akiwa chini kwenye pango. Daudi akamwambia Sauli, angalia, hili si vazi lako hili, si nimelitoa kwa nguo yako. Kama ningelikuwa na uwezo ningekuwa nimekuua. Maandiko yanasema Sauli aliposikia hivyo akapiga magoti, akamwambia Daudi, you are holy than me, wewe ni mtakatifu kuniliko. Akamwambia Daudi, nisamehe na ukumbuke uzao wangu kwa ufalme wako. Njia zako zikimpendeza Mungu, atakupatanisha Bwana na maadui zako. Siku ile Bwana akampatanisha Daudi na Sauli, na akamfanya Sauli akainamia Daudi, akabao mbele ya Daudi,
akasarenda ufalme kirahisi, kwa sababu njia za Daudi zilimpendeza Mungu. Hata alipopata nafasi ya kumuua Sauli hakumuua, aliachana naye. Wewe unasema vile aliniongelesha, sasa nitamfundisha. Alafu kwa ndai unasema pasa, unikumbuka sana, maadui wamekuwa wengi. Tuangalie njia zetu pia. Maombi ni mazuri, lakini njia zako angalia sana. Njia zako uziangalie sana. Ndio maana Maria anasema adui akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu wewe mnyweshe. Usilipe uovu kwa uovu. Mwachie Mungu nafasi ya kulipiza kisasi. Anajua kunyenyekeza adui mpaka akuinamia wewe na apatane na wewe na awe sababu ya kukusifu, sababu ya kukuinua. Wengine wamefanya maadui ili watakuwa sababu ya sisi kuinuliwa, lakini hatuwezi kufika hapo kama njia zetu ni mbaya. Hatuwezi kufika hapo kama tunasengenya, tunawatangaza watu, tunawalipa ubaya kwa ubaya. Hatuwezi kufika mahali Mungu ageuze kalenda. Aliyekutangaza kwa mabaya aanze kutangaza kwa mema. Aliyekuharibia jina aanze kukutengenezea jina. Mungu hawezi kutendea hayo, na wewe unasengenya, unalipa uovu kwa uovu, unasema nitazilipizia kisasi. Vile alinichota na mimi nitachota mwingine. Vile ule mwanaume alinitumia akaniacha, na mimi nitamkuta mwingine atanijua. Mimi nitamsafisha vizuri, lazima nilipishe. Watu kama hao hakuna siku watabarikiwa. Watakaa tu kwa mateso, wasipotubu ni jehanamu. Njia za mtu zikimpendeza Mungu, Mungu humpatanisha na maadui zake. Mungu humpatanisha na maadui zake. Wapendwa, wakati mwingine tuangalie njia zetu. Tuangalie njia zetu. Ni njia za aina gani? Tuangalie njia zetu. Daudi akawa siku moja ameinukiwa na mtu alikuwa anaitwa Shimei. Shimei akamtukana Daudi matusi mazito mazito mbele ya watu. Tena akamtukana Daudi masaa Daudi ametoka vitani, amechoka. Lakini Daudi alipoambiwa na askari wake mmoja, nipe ruhusa nikamuue Shimei, Daudi akamwambia yule askari wake, hapana, usimuue, kwa sababu huenda ni Mungu amemruhusu anitukane. Na maandiko yanasema baada ya Shimei kutukana Daudi, Daudi akafika nyumbani kwake. Baada ya siku kadhaa, Shimei akakuja kuomba msamaha. Njia za mtu zikimpendeza Mungu, Mungu atampatanisha na adui zake. Sisi watu wengi tunakimbia kwa revenge. Hatukimbii kutengeneza njia zetu. Mungu atupiganie. Tunakimbia kujipigania. Tunakimbia kuwastaki maadui, lakini hatukimbii kujitunza katikati ya uadui. Hatukimbii kulinda mioyo yetu katikati ya ule uadui. Unakuta tumekimbia kutukanana, na tunataka na Mungu naye atulipizie kisasi. Tunataka Mungu atupiganie, aandae meza mbele ya maadui, na tumeshawatukana, tumeshanena mabaya kuwahusu. Itakuwa vigumu mpendwa. Paulo akasema vita si vya mwili na damu. Ndio maana Hana alielewa mambo haya. Penina akiwa ni adui mkubwa sana, hatari, Hana alitunza njia yake, alilinda njia yake, akaenda kuzungumza na Bwana. Na ndio maana Mungu alifika mahali akatenda, akamnyawazisha Penina. Sasa niko sure Penina alipokuwa akikaa pale na Hana ananyonyesha, niko sure walikuwa sasa wamepatana. Sasa hakuna uadui tena, umeshaisha. Mungu ametenda jambo, uadui sasa umeisha. Sasa mke mwenza akawa sasa amemkubali mwanzake,
wanakaa kwa amani kwa Elikana. Tangu wakati Hana amebarikiwa na mtoto hatukusikia tena kelele. Njia zako zikimpendeza Mungu, atakupatanisha na maadui zako. Ndio neno la Bwana mpendwa. Lisikie, ulijue, lishike na ulitimize. Kuna vitu vingine tunateseka bure, ni njia zetu mbaya. Maadui wengine wanatutesa bure, wanatuangaisha tu nje ya mpango wa Mungu kwa sababu njia zetu ni mbaya. Na mwanadamu akikosewa hajui kutengeneza njia, anajua kuiharibu njia yake, alafu pembeni atamulilia Bwana baadaye. Kumbe tunastahili kutengeneza njia zetu. Hata kama tumeinukiwa, tumesingiziwa mambo hatukufanya. Kwingine mpendwa, Yusufu asingesingiziwa, asingelikuwa kiongozi Misri. Yaani wewe unafikiria Mungu anabariki watu kirahisi? Ukisingiziwa kidogo tu umekimbia kwa mganga, umekimbia kwa manager, umempea kaongo asikufute kazi. Mwambie unitetee, umenisingizia, umempa ongo. Sasa utaonaje Mungu? Yusufu alisingiziwa, tena akasingiziwa mbaya, amerepa, kafungwa jela. Kesi ya kurepu ni kufu, maisha jela. Lakini kumbe it was a platform of blessing to Joseph's life. Si ukae kwa njia nzuri mpendo, wacha kusema maandui. Wewe tenda mema, tengeneza njia yako. Usiseme mzee wangu anaenda nje, hata mimi naenda nje, asikie vile mimi nasikianga. Utateseka mpaka jehanamu. Tengeneza wewe njia zako, uone mkono wa Bwana. Abigaili alikuwa na mwanaume mpumbavu. Maria alisema alikuwa mwanaume mpumbavu na bado mwanaume mpumbavu. Lakini Abigaili alikuwa na wisdom. Ndio Suleimani anasema Methali 14 kwamba mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake miwili, lakini mwenye hekima anaisimamisha na ijenga. Kwa hivyo ndoa nyingi ziko mikononi mwa kina mama, lakini wanalalamika mzee wangu. Kulingana na Biblia, ndoa iko mikononi mwa wewe mama. Mwanamke, ndoa iko mikononi mwako. Ukiwa na hekima unaijenga, ukiwa mpumbavu unaivunja. Unaanza kulaumu mama mkwe, unaanza kusema mzee wangu. Abigaili akawa na hekima yake ikamfanya Mungu akamsababisha Abigaili, Daudi akiwa amekasirika kabisa, anakuja kuua Nabali. Kwa sababu ya hekima ya Abigaili, Daudi akatulishwa, akageuza barabara. Njia za mtu zikimpendeza Mungu, anampatanisha mpaka na maadui. Daudi alikuwa amekuja kama adui, lakini akakutana na Abigaili barabarani. Kumbe Abigaili njia zake zinapendeza Mungu. Na zamani zile mpendo, mfalme kumsikiliza mwanamke ilikuwa sio rahisi. Kwanza mfalme akiwa amepanda farasi amekasirika, haikuwa rahisi asikilize mwanamke njiani. Lakini njia za mtu zikimpendeza Mungu, anampatanisha na maadui zake. Abigaili akasimamisha mfalme akiwa amekasirika, tena amekuja kuua mtu, lakini Abigaili akamsimamisha. Na kwa sababu ya Abigaili, hasira ya Daudi ikaishia hapo. Vita vikageuzwa, mauaji yakageuzwa, Daudi akarudi nyumbani. Mtu wa Mungu, usilalamike sana, angalia njia zako. Usiseme wananiinukia bila sababu, angalia njia zako, tengeneza. Kuna siku nilikwambia shida zingine sio shida, ni kifunguo cha baraka. Usipoelewa, badala utengeneze njia, utaharibu njia. Unajua, unaweza kuwa unataka kuongezewa mamlaka kazini, na kwa maana kila kitu kina gharama, kwa sababu Mungu anataka uwe promoted, anasababisha unasingiziwa kosa ukufanya. Kiwango cha kusimamishwa kazi kwa muda, ukitimama pande ya Mungu, masawa na kurudisha kazi,
Mwenye kazi anasema sikuona kosa, kwa hiyo hata nimemfanya kiongozi. Lakini kwa sababu sisi binadamu tunapenda mambo ya rahisi, tunataka miujiza instant. Panda mbegu, ndio tunataka hizo ambazo ni hewa tu. Anaye collect sana ni mchungaji, wewe unabaki bure. Miujiza ya hewa, unapewa hewa, unapeana pesa, ndio watu wanaitaka hizo. Lakini gharama ya kulinda njia zako simpendeze Mungu. Usisingizie walinitukana nikatukanana. Sasa wewe huwezi kubarikiwa hata kama walikutukana. Duniani wanasema haikujiandika mahali. Sasa unastahili kulinda njia zako, pamoja na kutukanwa ulinde njia yako, pamoja na kutendewa kile unasema ulitendewa, unastahili kuilinda njia yako, usiharibu. Ndiye Mungu atimiza lile kusudi jema, aweze kuandaa meza mbele ya maadui, aweze kuinamisha maadui mbele yako. Yani Maria anasema wale walikusarau watakusalamia kwa heshima, lakini hawawezi kutusalamia kwa heshima kama walipotudharau na sisi tumewasengenya, kama walipotudharau na sisi tumewaharibia jina. Basi mahala pa kutengenezewa utukufu hapawezi kuonekana. Lakini masala na kudharau, na wewe unatengeneza njia yako, si unaulizwa fulani umemwona hicho kimutu, hata usiniulize mambo yao kimutu. Unaanza kuongea vibaya, kwa maana jana kuna vile alikufanyia. Sasa leo unaulizwa yuko wapi, unaongea maneno mazito. Basi baraka huwezi kuziona. Hata kama alikukosea jana, ukiulizwa yuko wapi, linda njia yako mpendwa. Kama unajua alipo, sema alipo. Kama hujui, sema sijui mara alipo. Si unaanza kuongea vitu vya ajabu, maneno mazito. Mungu akamwambia Malakai, maneno yao ni magumu. Wale maneno yameongea ni magumu sana. Yani kuna watu wanaongea maneno mpaka Mungu anasikia hii maneno ni ngumu. Ameongea nini sasa huyu? Ni nini yeye ametamka? Mpaka akamwambia Malakai, maneno yao ni magumu. Ni magumu sana. Mpendwa msikilizaji, linda njia zako. Kazi kubwa unastahili kuwa nayo duniani ni kumpendeza Mungu. Katika yote unapitia, yani Paulo akawaambia watu wanaoitwa Wakorintho, akawaambia maneno haya. Wakorintho 2:5, 2 Corinthians chapter number 5 verse number 9 anasema, kwa hiyo tena ikiwa tuko hapa au ikiwa hatuko hapa, tujitahidi kumpendeza yeye. Ikiwa tuko hapa ama hatuko hapa, Paulo anasema one thing we are striving at is to please God. Tunajitahidi tu tumpendeze. Na wewe hilo unastahili kulijua hilo, mtu wa Mungu. Mungu haonekani rahisi. Hautatumana 10,000 aonekane Mungu. Huo ni uongo wa pastor wako. Hata Musa aliambiwa nimesikia kilio chao, lakini walipitia jangwani. Na wale walifeli mtihani walikufia jangwani. Wale walipita waliingia Kanaani. Sidanganya na pasa tu 10,000 usijui utabarikiwa kesho. Tangoja sana. Kutumikia Mungu ni kuzuri, mtumikie na pesa zako, lakini usionge Mungu. Hata Mungu anasema mheshimu na maribuko ya mazao yako, atafanua mangara yako, lakini usimuonge Mungu. Sidanganya, simamisha hii mbegu, maisha yako inabadilika kesho. Uongo mpendo, ukianguka mtihani wa Mungu, hata kama ulitoa dhabihu, utateseka. Mwanafunzi aliyepata A 84460, hata kama walikuwa wamelipa school fees ya mwaka mzima, they cannot change the result. Hata kama mwenye amepata A hajalipa karo ya shule, ako na balance. Kama alipita mtihani, ako na alama ya A, anaandikiwa
anatakiwa tuyo. Kama huyo mwenye amepata amelipa school fees yote, hiyo sio hoja. Hoja ni kwamba alianguka mtihani. Kwa hiyo hata ukipanda mbegu kanisani, simamisha madhabahu, sijui nini na nini, sisahau Mungu ndio akona mtihani. Na ukianguka mtihani hata uombewe na nani? Ngumu. Njia zako zikimpendeza Mungu, anakupatanisha mpaka na adui zako. Paulo anasema, kwa hiyo tuna uamuzi mmoja tumefanya, kwamba ikiwa tuko hapa ama hatuko hapa, kitu kimoja tunafanya tu, ni kujitahidi kumpendeza Mungu. Ungependa Mungu akupigania, basi kwenye kusingiziwa huko mpendeze Mungu. Hatua unayochukua waje iwe ni hatua inampendeza Mungu. Uamuzi unayochukua mpendwa, katika hiyo kuinukiwa, umesema usichukue uamuzi wa kumtangaza mtu vibaya kwa sababu ni adui yako, kumsema sema kila maana kwa maana ni adui. Utakuwa umefukuza Mungu maishani mwako, utakuwa umemfukuza Mungu. Akikusema na huko na wewe unasema na mimi nitamtangaza na kule, akiniharibia jina hapa na mimi namharibia pale, basi umeshajipigania. Mungu hawezi kupigania. And whoever fights for himself will never reach a place of victory. The only people who reach the place of victory are the people who leave it in the hands of God. Wale wanaacha yote kwa mikono ya Mungu ndio wanavikanga mahali pa utukufu. Lakini wale wanachukua sheria mikononi mwao, wanajipigania wenyewe, hawajawahi kufika mahali kuna ushindi, na hakuna siku watafika. Jitahidi kumpendeza Mungu mpendwa. Mambo mengine pia ni mtihani wa Mungu. Unaweza kosewa na mtu, kumbe ni Mungu anataka kupima wewe ni nani. Hasira imefika wapi kwako? Moyo wako umebeba nini? Ndio akaruhusu mtu mwingine akakukosea, akuone huyu ndio akusaidie. Unaweza kupitana na mpenzi wako kwa nyumba, kumbe Mungu amesikia malalamiko yako, amesikia maombi yako, anataka akusaidie, na hawezi kusaidia bila mtihani. Hawezi. Sasa inabidi aweke mtihani, na wakati mwingine anaweza weka mtihani kwa nyuma yako, ndio Mungu akuone wewe ni nani. Unakosana na mke wako tu asubuhi, jioni unakataa kwenda kwa nyumba, unaenda kulala kwa vieta ukimbete mpaka asubuhi, alafu unataka Mungu akusaidie, na njia umeshaiharibu. Unakula nyama kwa hoteli na ugali, na unasima simu, mke wako akipiga na kutamteja tena, na watoto umemzalisha, na wewe unasema aliniongelesha vibaya. Kwa hivyo na mimi namfundisha lesson, sipeleki chakula leo, na simu sitashika leo, sitalala kwa nyumba leo. Kubarikiwa ni usahau. Yaani wewe kubarikiwa ni ngumu, maana njia zako unaziharibu kwa vitu vidogo vidogo sana. Tena mwanaume ambaye anatoroka nyumbani kwake, mwanaume muoga sana huyu, tena mpumbavu sana. Mwanaume ndio kichwa. Itakuwaje unatoroka mke wako, unalala kwa video? Kistaki huyo mwanamke leo anisumbua sana, alafu huku nje unajifanya mwanaume kweli kweli, kidogo unaguruma wataka kupigana, na umetoroka mke wako, unalala kwa jirani. Unakuta mzee mzima amelala kwa kiti ya wenyewe, kiti ameacha kitanda kwake, ameomba usingizi kwa kiti. Shida nini? Mke wangu aliniongelesha vibaya. Njia yako ikimpendeza Mungu, anakupatanisha mpaka na adui zako. Mtu wa Mungu, dunia ina mambo, lakini mpendeze Mungu.
yakikupata usichukue hatua mbaya. Jaribu sana uhesabiwe haki katikati ya majaribu unayopitia. Ng'ang'ana sana njia utakayochukua iwe ni ile inampendeza Mungu, hata kama kuna shida. Unafukuzwa na mume wako, unatoka na nguo ya ndani, napeleka kwa mganga na mfunga asiwahi kaa na mwanamke, vile amenifukuza hata wahi kaa na mwanamke. Alafu unaonekana kwa pasta ukiomba nyota ya ndoa, na ulifunga mume wako asiwahi kaa na mwanamke, na wewe unataka ukae na mwanaume. Hata wewe ungekuwa Mungu ungefanyaje kesi kama hiyo? Ungefanyaje? Kuombewa ni kuzuri, lakini njia yako ya muhimu sana. Njia yako ni ya muhimu. Umepitia njia gani? Kumtolea Mungu ni kuzuri sana, tena kwa faa sana. Tena Daudi anasema sadaka yako inakuwa kama ulinzi wako. Unapoitoa kwa uhalali inakuwa kama your security. Ukisoma kitabu kile cha Psalms 20, wakati unatoa sadaka yako kwa njia inafaa, inakuwa kama security kwa maisha yako. Lakini ukitoa njia yako pia ya maana sana. Angalia njia yako, usije ukamsaidia mhubiri na Mungu akiangalia njia yako anakuta umeshaenda kwa mganga, mkakosana na jirani ukapeleka yeye kwa mganga, na pembeni wataka nyota ya kazi, tena wataka uoleke na mzungu, na ulishawahi kalia gunia mpaka wengine wamefanya vya ajabu, wamepeleka mpaka sister yako kwa mganga, your own blood sister, blood brother, umepeleka yeye kwa mganga, na unataka upewe nyota ya visa, sijui uende ng'ambo ukafanya kazi, na njia umejaribu. It is impossible. Wataka Mungu akupiganie, maadui wamekuwa wengi, na wewe njia yako umeshaiharibu. Mshahara ukichelewa kidogo unaiba kazini, ujisaidie. Na unataka Mungu akupiganie na maadui. Njia yako ikimpendeza Mungu, Mungu anakuambia hata wacha kupigania, atakupatanisha mpaka na maadui. He will make them submit before you. Katika Revelation Mungu akasema tuani chache, akasema nitawaleta wana wa shetani wainame mbele zetu. Tengeneza njia yako mtu wa Mungu. Some of us we have complained until we have made our ways to be evil because of complaining. Tumelalamika mpaka tumeharibu njia zetu, mpaka tumeongea maneno mabaya, tumesingizia, tumetukana watu kwa sababu ya kulalamika, kunungunika, mpaka tumepitia njia isiyofaa. Tengeneza njia zako mtu wa Mungu. Ndio maana Jeremiah 7:3 Mungu akamwambia Yeremia, waambie wakitengeneza njia zao na matendo yao nitabakalisha mahali hapo. Kumbe mpendwa, kwingine hauhitaji nabii aliyebobea sana akutabirie. Kwingine hauhitaji mtume aliyejaa sana akuwekelee mkono mambo yageuke. Kwingine kizuizi kikubwa ni njia zetu. Ni kweli tumefanyiwa mabaya, lakini na sisi tumeharibu njia. Ni kweli tumeinukiwa bila sababu, lakini na sisi tuliposikia hilo tuliharibu njia. Ni kweli tumesingiziwa mambo hatukufanya, lakini na sisi hatukujilinda. Yalipotufikia nasi tumeharibu njia zetu. Ndio sababu kubwa ya sisi kutokuona ukombozi maisha. Ndio sababu kubwa ya sisi kutokuona Mungu akitupigania. Maadui wanabaki kuwa maadui mpaka wanaongezeka, kwa sababu na sisi hatujilindi njia zetu zile safi.
Tena naishi maisha ile ya tit for tat. Wakinitendea na mimi nawatendea. Wakinizulumu na mimi nikimkuta mwingine namzulumu. Wakiniosha na mimi namuosha mwingine. Ndio maisha tunaishi sisi. Na kwingine tunadaiwa mbinguni innocent blood. Unakuta aliyekukosea ni mwingine na ule ulimlipiza kisasi mwingine. Sasa Mungu anakudai innocent blood. Makosa yanakuwa double. Unakuta hata tukiwekelea mikono mambo hayabadiliki. Hata tukiombewa hayageuki, kwa sababu na sisi njia zetu tumeziharibu. Mtu wa Mungu, hata kama wamekuzingira wa ukoo, lakini tengeneza njia zako. Hata kama wanakusengenya ukisikia, pengine Mungu anasababisha usikie aone wewe ni nani. Ndio sasa akuweke mahali pa juu. Usifikirie kuinuliwa ni kuombewa tu unainuliwa. Usifikirie kuinuliwa ni kutoa tu sadaka ya madhabahu na unainuliwa. Hapana. There is a cost to pay. And the last cost to pay is your behaviors. Ndio maana Mungu anaweza sababisha usikie kitu. Anaweza sababisha utukane bure. Aone tabia yako ni gani. Mwenendo wako ni upi. Anaweza sababisha mke wako akuongelesha vibaya. Mwanaume, Mungu wa mbinguni ndio aone wewe ni tabia gani unayo. Nitakanga tukubarikiwa. Unasema tu pasa akukumbuke sana mambo yako iko sawa. Na kwa nyumba tu kidogo tu mkono wako umepiga mke wako. Umeshavunja amri ya Mungu. Hakuna mwanaume anapiga mke wake atabarikiwa. Hakuna. Mungu anasema you must love your wife as your body. Ephesians 5. Na anasema hakuna mtu ambaye utesa mwili wake. Hakuna mtu ambaye upiga mwili wake. Kila mtu he nourishes his own body. So when you beat your wife, you can never be blessed. You have failed the test of God. Tiani umeshaanguka mpendo. Mimi nakwambianga unapopiga mke wako, chukua picha ya huko kwenu. Hiyo boma umetoka. Ushago, chukua picha. Angalia ile boma ambayo mama alikuwa anapiga kelele kila siku. Ataniua. Na mzee amemfungia ndani ya nyumba. Anampiga kama maharagwe. Chunguza uone kama mzee angali alienda tena kaburi limea nyasi. Na mama sasa amezeeka ni gogo. Hiyo ni ishara ukimpiga mke wako utakufa mapema. Utaenda. Ambaki akikaa na amani. Nakwambia mambo ya utax. Siangalie kwa kule ulizaliwa, uangalie uone. Yule mzee alikuwa anapigaga mke wake, uone kama angali hali. Alienda, mama alibaki, anaishi na watoto. Mzee alikufa. Mtu wa Mungu, hata kama kuna nini kimefanyika, chukua hatua itakayompendeza Mungu. Chukua njia inayompendeza Mungu. Usitawaliwe na hasira. Wanasema Waswahili hasira ni hasara. Psalm 37 ndio inasema ukikasirika utatenda mabaya na watenda mabaya watakataliwa mbali. Suleimani anasema miaka ya waovu inapunguzwa. Miaka yao inapunguzwa. Na siku za wenye haki zinaongezeka. Hata kama umetawaliwa na hasira mpendwa, ni hasara ukiruhusu kutawala. Chukua hatua inayompendeza Mungu. Uone mema maishani mwako. Chukua ile njia inayompendeza Mungu. Uhesabiwe haki. Uone utukufu wa Mungu maishani mwako. Chukua ile hatua ambayo inafurahisha Mungu hata kama kuna shida gani. Njia zako simpendeze Mungu pamoja na ile jambo umetendewa.
pamoja na ile shida, pamoja na kule kuinukiwa, kuwekelewa, kusingiziwa, chochote kile, let your ways please the Lord. Ndio uone Mungu akisimama na wewe, ndio uone Mungu akikutetea katika maisha yako. Njia zako simpendeze. Siku moja Yeremia nabii alikuwa na complaint kwamba sasa maadui wameinuka, lakini sikiliza the guidance ambayo Mungu alimpea. Napoendelea kumalizia ni kuache utafakari. Leo sina maneno mengi sana, machache tu ya kukuambia. Zidi kutafakari na kujiangalia zaidi. Mahala kuna makosa urekebishe, na pia utahadhari. Unapoendelea kuishi utahadhari, usipite njia mbaya. Yeremia 15. Yeremia 15. Yeremia 15. Kwa sababu ya muda wangu, kipenda nafasi naweza kuisoma yote uone. Ni masaa Yeremia alikuwa ananung'unika sana kwa sababu ya maadui, watu waliokuwa wameinuka kinyume na yeye. Lakini sikiliza Mungu alivyomwambia Yeremia. Yeremia 15:19. Kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ukirudi ndipo nami nitakapokurejeza, upate kusimama mbele zangu, nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kimbovu, utakuwa kama kinywa changu, nao watakurudia wewe, bali hutawarudia wao. Yeremia akilalamika maadui ni wewe. Mungu akamwambia Yeremia, kwanza umeenda mbali, rudia kwanza. Return back. Kumbe when we complain because of our enemies, we go away from God. And that is true. Complaints, malalamishi huwa yanatutoa karibu na Mungu. Manunguniko huwa yanatutoa karibu na Mungu. The more unanungunika, the more unaenda mbali na Mungu. The more unalalamika, the more unaenda mbali na Mungu. Na ndio maana Yeremia amenungunika kwa ajili ya maadui na kulalamika, akaonekana ako mbali. Mungu akamwambia, cha kwanza unirudie. Return back. Number 2, kamwambia sasa tenganisha kilicho cha thamani katikati ya vilivyo vipofu. Maana yake kwamba tengeneza njia yako, unirudie na utengeneza njia yako, uachane na uondoe mabaya katikati ya mema. Na akamwambia nitakupea kinywa changu, na usiwarudie wao, wao ndio watakurudia wewe. Tukitengeneza njia zetu mpendwa, hakuna inamia adui. Mungu atamsamisha adui atuinamie. Tukitengeneza njia zetu katikati ya kuinukiwa na kusingiziwa bila sababu, ukitengeneza njia yako, the enemies will bow to you. Wale wamekuinukia, Mungu atawasababisha wahangaike hivi, wakose namna wakuombe msamaha, wakuja wakuinamia wakuambia sikupenda kwangu, sijui nini kiliniingia, kwa sababu ya njia zangu kumpendeza Mungu. Kwa hiyo Mungu akaambia Yeremia, unirudie. Hata mimi na wewe mpendwa, tumrudie Mungu. Tuache kulalamika kuhusu maadui, tuache kunungunika, tutengeneze njia zetu. Macho ya Bwana yako kila mahali. Wacha kutangatanga ukiambia wachungaji wao maadui. Kunaye Mungu ambaye anajua kila kitu. Tengeneza njia yako akuone, akutumanie msaada. Tengeneza njia yako Mungu akuone mpendwa. Wacha kutangatanga kwa manabii na maombezi, ukinungunika wao maadui na kuwekelea wengine na kuongeza chumvi na kachumbari ndani. Kama alikutukana siku moja, unasema ananitukananga kila siku. Na alikutukana siku moja, lakini naongezea mambo mengine, ndio story iwe kubwa. Tengeneza njia yako.
Mungu wana kingeuza hivi, wale walikuharibia jina hawageuze kwa kutengenezea jina. Wana Mungu akiwageuza hivi, wale walikusababisha ufutwe kazi akiwageuza hivi, wawe sababu ya utukufu kwa maisha yako. The God of heaven, njia zetu zikimpendeza, anaweza kutupatanisha mpaka na maadui. Badala ya sisi kuwakimbia maadui, Mungu anaweza kusababisha watu inamia maadui, tukichukua hatua inayompendeza Mungu, tukiingia kwa zile njia zinampendeza Mungu. Mungu akaambia Yeremia, sasa maadui ni kweli ni wengi, lakini tenganisha kile cha zamani na vile vipofu. Hata kama mpendwa umekasirika, tulipewa midomo tuongee, lakini sio tuongee kila neno. Kuna mambo mengine mpendwa, tenganisha, si ya kunena. Kuna maneno mengine si ya kunena, utakuwa na jirani mwenyewe. Na usisikilize watu wakisema wacha ongei mtoke, wacha ongei mtoke. Maneno yana nguvu, mengine mpendwa yawache usiongee. Hata Mungu anasema silence is wisdom. Mtu akinyamaza hata kama ni mpumbavu, Suleiman anasema anahesabia kuwa mwenye hekima. Dunia inasema uongei kutoke, lakini Mungu anasema mengine nyamazia, usinene, usiongee. Kwa nini ufunge baraka zako? Suleiman anauliza kitabu cha Ecclesiastes chapter 5. Anauliza kwa nini uharibu kazi ya mikono yako na midomo yako? Why? Kuna wengine kazi ya mikono zimeharibika kwa sababu ya maneno wamenena. Wakikosewa kidogo wanatukanana kweli kweli. Wanaharibu kazi ya mikono yao. Mungu anaondoka na kuacha. Unapondwa na maadui kweli kweli mpaka unasalenda, una give up. Mahali pa utukufu unapaacha hivyo hivyo, kwa sababu wewe ulipoinukiwa haukujitunza, haukujilinda uchukue hatua inayofaa, haukujilinda uchukue uamuzi ambao unampendeza Mungu. Ulitawaliwa na kiasira, ukachukua hatua mbaya. Mtu yote ambaye anakosewa anatawaliwa na hasira atakuja kuligireti, lazima ataligireti. Maana the decision you take when you are angry, it is always a decision that leads you to regrets and the shame. Njia zako simpendeze Mungu mpendwa, hata kama kuna nini. The world is full of trouble, but we should not sin against God because of the troubles of this world. If we are looking forward for a good tomorrow, and we want to be in the kingdom of God, we should not allow the troubles of this world to weigh us to the point of sinning against God. In the midst of the troubles, we should please the Lord. Make the right decisions. Take the right actions. Ndio tuweza kuona utukufu wa Mungu maishani mwetu. Kwa hiyo mpendo, ukibaki hapo siku ya leo, tengeneza njia zako. Usiseme ni fulani amefanya nikaribu njia. Mzee usiseme ni mke wangu alifanya nikaanza mipango ya kando. God can never take excuses. He can never. Msichana usiseme ni kanti yangu alinitesa nikatoroka nikaamua kuingia kwa ndoa za wenyewe. God can never take excuses. Tengeneza njia zako. Tengeneza njia zako, simpendeze Mungu. Fanya mambo yanampendeza Mungu. Wale watu ambao Mungu aliwasaidia walipitia mambo, lakini walichukua hatua zinazopendeza Mungu. Na ndio maana Mungu aliwasaidia. Na kiwango bali anasema Mungu hakuona ni haya kuita Mungu wao. Pamoja na yale mambo walipitia, hatua waliochukua,
njia walioichukua, ati Mungu hakuona haya kuita Mungu wao, hakuona haya. Chukua njia nzuri mpendwa, chukua hatua ile inampendeza Mungu, fanya yale ambayo yanamfurahisha Mungu, hata kama kuna shida, hata kama kuna tatizo. Chukua ile njia inampendeza Mungu, usichukue ile njia isiyofaa. Usifanye mambo yasiyompendeza Mungu, usifanye maovu, lakini chukua njia ile ambayo inampendeza Mungu, naye Mungu atakupatanisha, na zaidi atawafanya enemies to bow. Atasababisha maadui wakuinamie, kama vile Sauli alimwinamia Daudi na akaanza kuomba Daudi. Mtu aliyekuwa anakimbiza Daudi amuue, sasa anamuomba, anamwambia tafadhali, familia yangu usisahau kwa ufalme wako. Akamwambia usisahau familia yangu, don't forget my family. Mtu wa Mungu, njia zako zikimpendeza Mungu, atakupatanisha hata maadui zako. Kwenye masikio nasikia haya, kwa neema ya Kristo mimi nafika hapo siku ya leo. Mungu amani akubariki, akutunze, kulinde, kupe roho ya kujitunza. Kwa dunia utayakuta mengi, utakutana na watu wengi, wengine ni heartbreakers, wengine wako pale wa kudiscourage, wakuvunja moyo, wengine utakutana na wao watatuaibisha. Lakini kwa yote, some will betray us, lakini kwa yote tutengeneze njia zetu simpendeze Mungu, tuchukue hatua inayompendeza Mungu, ndio tuweze kuona wema wake Bwana ndani ya maisha yetu. Hata kama umevunjwa moyo, hata kama umebetraywa, you have been betrayed, umekasirishwa, umetendewa lolote baya, mtu wa Mungu, wacha njia zako zimpendeze Mungu. Let your ways please the Lord. Na hapo ndipo Mungu naye ataingia kwa maisha yako, atageuza what was meant for evil, he will turn it to be for good, kwa jina la Yesu. Mala ulipo, tuamini tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante kwa wale ulikuwa umeandikia kusikiliza neno lako, ulitie nguvu, ulipambanue ndani yao, wakalielewe na hata kulitimiza, na sifa zote zitakurudia Bwana. Mipango ya shetani pangua, njama zake ukaziondoa. Wengine Bwana wamelemewa, ukawasaidie wasichukuliwe mateka na shetani, ukawarejeshe katika njia, kwa maana uweza ni wako. Nasi Baba, kuna mambo tumefanya kwa visingizio kwamba ni maadui wamesababisha, kumbe Bwana tunaendelea kupotea. Utusamehe, utakase, tubadilishe, utujalie neema ya kukupendeza hata wakati tumetendewa mabaya. In the midst of the enemies around, give us the grace to please you. Ndiye pasa uweze kutupigania Bwana. Tusaidie kwa maana uweza unawe. Mahali hapo kapatawale na kupalinda. Mahali sauti imevika tenda ishara. Aliyesikia Bwana na mjua vyema, mjitukuze na kujidhihirisha. Damu yako ikatufunika na ikanene mema. Kile ujapanga turudie mwenyewe. Siku ikaendelea vyema na ikaisha kwa amani. Kaondoa majali na mikasa, maana mamlaka yanawe Jehova. Asante kwa maana umesikia na umetenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo mapenzi yako pekee,
yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama na uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama uko na uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. Thank you Jesus. Bwana wa amani akubariki sana msikilizaji mpendwa. Akutende mema, jalie kibali na neema ya kushika mapenzi ya Mungu, tenda yale mpendeza. Endelea kumwomba Mungu, naye Mungu atakusaidia, kwa maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo. Hajawahi kushindwa na hakuna siku atakayoshindwa. Siku zote ndiye mshindi, na sisi tukikaa pande yake tutakuwa na ushindi. Wanaopatikana mtandaoni Holyway Kenya, on the internet, love the truth, you can find us at Holyway Kenya. Ikawa ni baraka sana. Kiwa na sura yako kwa